Mchungaji Atupele Mlawa yuko hapa? Simama baba mpenzi, jina lako tumelifungua kwenye bahasha, naomba uje tu huku mbele, sura hii ionekane huku mbele. Anayefuata ni Mchungaji Jimmy Mwangombile. Mchungaji Mwangombile umetajwa hapa baba, hapo sasa. Na mwisho Mchungaji Daktari Nyibuko Mwambola. Mchungaji Daktari Nyibuko Mwambola, asante sana, karibuni. Haya, mkuu wa kwanza kanisa letu la Keka Nyanda za Juu Kusini, na kweli toka tulipoanza Mungu alikuwa pamoja nasi, ametulia pamoja nasi tumekuwa salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia mimi nitumia nafasi hii kumshukuru Mungu kwa ajili ya halmashauri yetu kuu ya dayosisi ambayo imechagua majina matatu, itoa majina matatu haya na mmoja wapo wa askofu wetu. Nashukuru sana kwa kutuamini, kuyaamini majina haya. Lakini naomba niwe na neno moja kwamba tulikuwa na msaidizi wetu askofu toka mwaka toka Keka imeanza mpaka sasa. Sasa huyo angefaa au ndio kiongozi wetu kwa ngazi ya askofu. Mimi natoa jina langu ili namwamini msaidizi wangu askofu au askofu wetu wa dayosisi, badala ya kuingia kwenye uchaguzi zaidi na zaidi. Mimi natoa jina langu ili kukaribisha ndugu yangu. Sijui kama naona nataka. Bwana Yesu asifiwe. Majina yaliyopo yatapigiwa kura yote. Manake waliopitisha ni mkutano mkuu, ni halmashauri kuu ya dayosisi ndio ilileta majina haya yote mangapi? Na ndio ilikuwa yenye idhini ya kuliondoa kule. Lakini sio sasa, sio wakati wake. Tunashukuru Mungu ni mwema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Baba Askofu Mkuu pamoja na Askofu Masawe na meza kwa jumla, baba msaidizi wetu askofu pamoja na wajumbe wote, nichukue nafasi hii pia kuwashukuru sana halmashauri kuu kwamba mkaona miongoni mwa wachungaji walioko dayosisi ya Nyanda za Juu Kusini ambao wanaweza kuingia kwenye uchaguzi wa kumpata askofu, hata mimi mkaona jina langu litajwe liwe miongoni mwao. Ninawashukuru sana kwa ajili ya jambo hilo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini vile vile niwashukuru sana ofisi yetu ya dayosisi ya Nyanda za Juu Kusini kwa namna vile ambavyo mmeandaa mkutano huu na mkutano wenye utulivu. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya jambo hili. Bila kupoteza muda, asante kutupa nafasi ya kuwemo miongoni mwa wagombea. Lakini asante pia katibu mkuu kwa namna ya kusimamia kile ambacho halmashauri kuu imependekeza kuleta kwenye mkutano mkuu. Lakini bado ni afya, kwa sababu ili pia tusipoteze muda, mimi pia nina imani sana na mtumishi wa Mungu msaidizi wetu askofu, kwa sababu toka tulipotoka bila yeye kusimama kwenye nafasi, utulivu tusingekuwa nao, hata mkutano mkuu usingekuwa. Kusimama kwake kumetusaidia tufike hapa. Kwa hiyo hata mimi kwa nia njema, bila kushawishiwa na mtu yeyote, ninaomba mridhie ombi langu la kuondolewa jina la Mlawa miongoni mwa wagombea ili ibaki jina moja la mtumishi wa Mungu Mwambola. Asante sana. Yesu asifiwe. Amen. Poleni na kazi ya Bwana. Amen.
Ninawashukuru sana kwa imani mlionyesha kwetu, mimi na wenzangu. Ni kweli kama walivyosema wenzangu, hata mimi nasikia uchovu mwingi sana na mnalemewa sana na umri. Toka mwanzoni niliwaomba ni vizuri tuangalie vijana ili sisi watu wazima tuwe tunawashauri. Tukiangalia hilo, Askofu Mkuu, lingeweza kutusaidia. Bwana wabariki. Kura zote ambazo zimepigwa ni kura 96. Katika kura 96, kura moja imeharibika. Kwa ndugu yetu Jim Mwangomile amepata kura 2. Ndugu yetu Mchungaji Atupeli Mlawa amepata kura 6. Mchungaji Daktari Nyinguko Mwambola amepata kura 87. Kwa mamlaka ambayo mkutano huu umetupa kama sisi ndio wasimamizi wa uchaguzi huu, tunamtangaza ndugu yetu Daktari Nyinguko Mwambola kama ndio mshindi.
jambo hili kwa mamlaka niliyopewa na kanisa na Mungu mwenyewe ambaye amenituma na kunipa wajibu huu katika kanisa lake leo tarehe 8 mwezi wa kwanza mwaka wa 2026 katika mkutano huu mkuu wa jimbo au Dayosisi ya Nyanda za Juu Kusini. Nitangaze rasmi kuanzia leo Dr. Joel Dibuko Mwambola ndiye askofu mteule kuanzia sasa, ni askofu mteule wa jimbo hili katika jina lake Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Mungu akubariki na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru ya uso wake na kufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani yake, katika jina lake Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Asanteni sana. Agano la Kale au katika dini ya Kiyahudi haikuwa sana jukumu la mwalimu kutafuta wanafunzi. Lilikuwa jukumu la mwanafunzi kutafuta asome chini ya nani. Lakini Yesu hakuacha hiyo nafasi kwa wanafunzi wake. Badala wao kumtafuta yeye, ndiye aliyewatafuta. Sisi tumetafutwa na Yesu kumtumikia. Kwenye akili ya kawaida, askofu mkuu, ni ngumu sana kupokea wajibu huu kwa sababu ya safari yangu ilivyokuwa ngumu sana. Ngumu mpaka usharika wangu wa nyumbani ukawa mgumu sana. Lakini ashukuriwe Mungu, wewe na ofisi yako umenitia moyo sana. Mno umekuwa baba mlezi. Aidha, niwashukuru sana wachungaji wenzangu wote kwa ujumla wao, wamenitia moyo sana. Mchungaji Maisumo Mpoki alifikia hatua baada ya kunikemea nilipoweka msimamo mgumu ya jambo fulani. Alisema, kama kaka yangu Mansasu aliwahi na mke wake kuja kunisihi nyumbani na kuniomba nitulie. Hawa wachungaji wa askofu wamefanya kazi kubwa sana kuniumba nionekane nilivyo. Niwashukuru ninyi nyote. Aidha, rafiki zangu wote mnaowaona wamekuja, wamenisaidia sana. Ndugu yangu mdogo wangu Anthony Mwakonda, kuna wakati amefanyika bodyguard wangu kwenye safari ngumu sana, mahali ambapo huwezi kupita peke yako. Ametoa fedha zake, muda wake na mali yake kuhakikisha nasimama hivi nilivyo. Kweli nilikwambia askofu kwa siri, ilivyo ngumu kupokea wajibu huu kwa uchovu niliokuwa nao, lakini asanteni sana kunitia moyo. Siwezi kuendelea kupingana na kanisa la Mungu wala kuendelea kujenga kanisa. Wachungaji hawa wananifahamu vizuri na madhaifu yangu wanayajua, lakini nafikiri watasimama pamoja nami kulikamilisha jukumu la Kristo. Siamini kwamba nitafanya muda mrefu sana, hata Mungu akinipa uzima na afya, basi tutakuwa tunaandaa vijana wa kuendelea kufanya kazi hii kama Kristo alivyotuagiza. Nirudie ombi langu kwako askofu mkuu, kutupa semina za mara kwa mara kama workshop za kuimarisha wachungaji na kadhalika. Lakini hao wachungaji tuliopata wasomi, kuwaendeleza mpaka wapate shahada za udhamifu, ili watakapopokea kanisa hili tu tunawapa uzoefu wa kutosha. Nirudie kukushukuru wewe binafsi.
na meza yako. Nirudie kuwashukuru wachungaji wenzangu. Ahadi yangu kwenu ni kuwatumikieni kwa moyo mkunjufu. Askofu Mkuu, wewe na washarika na wachungaji wenzangu, mimi nafungua mlango kwamba ni mtumishi wa Mungu, si mtawala. Yeyote anaweza kushauri lolote wakati wowote, lakini maamuzi tutafanya kwenye vikao. Hata ushauri ungekuwa mzuri kiasi gani, nitaupokea, lakini tutaupima kwa vikao. Nitakuwa mtovu wa fadhila nisipomshukuru sana mzee wangu wa kanisa, mdogo wangu Majaliwa Mwakibuja. Amefanya kazi ya ubaba, naomba usimame. Mzee wangu wa kanisa la pale nyumbani amefanya kazi kubwa kunitia moyo kuhakikisha mnasimama na kutimiza kusudi la Mungu. Nakushukuru sana. Waimbaji wameimba, unipe nguvu zaidi kutenda kazi yako. Yale yanayofanyika magumu yawe ni mepesi. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Tunakushukuru Baba Mteule, askofu wetu wa Dayosisi ya Nyanda za Juu Kusini.